إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an katika kitabu cha Al-Mukhtasaru fi tafsiri al-Qur'an al-Karim, na leo tunaingia katika ukurasa wa 24 tukiwa bado tumo ndani ya suratul Baqara, tukianzia leo aya 154 mpaka aya 163. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, na wala msiseme kuhusiana na wale wanaouliwa katika njia ya Allah azza wa jalla kuwa ni wafu, msiwaite wafu. Bal ahyaun walakin la tash'urun, bali wahai lakini nyinyi hamtambui. Wala taqulu ayyuha almu'minuna fi sha'ni man yuqtaluna fil jihadi fi sabilillah, wala msiseme enyi waumini kuhusiana na hali ya wale wanaouliwa katika jihad fi sabilillah, msiseme innahum amwatun matu kama yamutu ghayruhum, hakika wao ni wafu wamekufa kama wanavyokufa wengineo. Msiseme hivyo, wao hali yao iko tofauti na wafu wengine. Bal hum ahyaun 'inda rabbihim walakin la tudrikuna hayatahum, bali wao ni wahai mbele ya Mola wao mlezi, lakini nyinyi hamufahamu uhai wao, hamwezi kujua uhai wao ukoje. Ni uhai wa aina yake katika maisha ya barzakh, liannaha hayatun khassatun la sabila lima'rifatiha illa biwahyin min Allah ta'ala, kwa sababu huo ni uhai maalumu, hakuna njia ya kuweza kujua ila kupitia wahi kutoka kwa Allah azza wa jalla. Walouliwa fi sabilillah kwa sababu ya kutakia rehma ulimwengu, watu waweze kupata hidayah, waokoke na jahannam waingie janna, bidhaa ya imani isonge mbele na kila moja khairi hii imfikie. Kwa hiyo wale waliokuwa kikwazo cha kuzuia neema hii siwafike walimwengu, hapo ndo walikuwa wakipambana nao, ambao watu walokusudia kueneza hidayah, kueneza khairi kwa sababu ya jambo kubwa walilikusudia kulifanya, kuwapatia rehma walimwengu wa idhini ya Allah, na kwa sababu ya msiba mkubwa uliowafika nao ni msiba wa kuuliwa, basi Allah akawalipa mambo makubwa, mpaka hadithi zinaonyesha kwamba roho zao zimetiwa katika shingo za ndege, na hao ndege wanaruka katika janna na wanakula wanapopapenda katika janna, kisha wanatua katika kandili zilizotundikwa ndani ya janna. Hawa ni shuhada, wameuliwa katika njia ya Allah azza wa jalla, wana neema maalum wanazipata tofauti na waumini wengine wanavyoneemeshwa baada ya kufa. Kwa kuna uhai wa aina yake wanaupata hawa na wanaruzukiwa. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala: wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju', na hakika kabisa tutakujaribuni kwa kitu kidogo, kwa chembe ndogo tu ya hofu na njaa, wa naqsin min al-amwali wal-anfus, na upungufu wa mali na watu, wa thamarat, na pia upungufu wa matunda, wa bashiri sabirin, na wape habari njema ya Rasulullah wenye kusubiri. Wala namtahinannakum bi anwa'in min al-masaib, na hapa tutakujaribuni na kukutieni katika mitihani kwa aina mbalimbali ya misiba. Na kwa vile pana mkazo hapo walam na nunu taukid, hii inaonyesha kwamba mitihani katika dunia haitawaacha watu, itawaandama tu mitihani ya aina kwa aina. Hakika kabisa tutakujaribuni kwa aina mbalimbali za misiba. Bishai'in min al-khawfi min a'daikum, tutakujaribuni kwa kitu kidogo. Wanavyonengana nasema bishai'in yasir, Allah ndo akalitumia neno shay, yani kwa kitu kidogo katika hofu ya kuwaogopa maadui zenu, kwa sababu masahaba radhiyallahu anhum ilikuwa mara kwa mara wanapambana na maadui zao, na maadui wamewakalia shari,
na hawana amani katika nyoyo zao, wakati wote wanaweza wakavamiwa na washirikina. Kwa hiyo hofu ilikuwa ni ya kudumu, vikisha vita hivi vinaanza vita vingine. Na si hofu hiyo tu, na hofu ya mambo mbalimbali mwanadamu haachi kuwa nayo. Basi tutakujaribuni wabiljui liqillati at'am, na tutakujaribuni kwa njaa kwa sababu ya uchache wa chakula. Chakula kichache, basi itakuwa kuna njaa. Ukame wakati mwingine unatokezea. Huu ni mtihani, tutakujaribuni. Kwa hiyo kumbe jambo la njaa na ukame katika ulimwengu si jambo geni. Katika dini tunapata jawabu ya kwamba kumbe ni mtihani utokao kwa Allah Azza wa Jal. Tena mitihani hii lazima itawafika watu, kama si huu utawafika huu. Wa binaqsin min al-amwali lidhahabiha au mashaqqati al-husuli 'alayha, na pia tutakujaribuni kwa upungufu wa mali, ima kwa kupotea hizo mali au kwa usumbufu wa kuzipata. Pengine mtu anayo lakini kampotea, imepotea kwa njia ya kuibiwa, imepotea kwa njia ya kuungua, imepotea kwa njia ya kudhulumiwa kwa aina moja au nyingine, au ikawa sikapoteza alichonacho lakini imemuia vigumu kukipata asichonacho katika mali. Yani kuna uzito wa kuweza kuchuma mali, kwa anapata kidogo sana chini ya haja yake na toshelezo lake. Basi mitihani kama hii pia tutakujaribuni. Sasa Waislamu hapo wanatakiwa wajue kwamba haya mambo yapo katika dunia. Wa binaqsin fil anfusi bisababi al-afati allati tuhliku an-nas, na pia upungufu wa nafsi. Watu watakufa kwa sababu ya maafa ambayo yanawaangamiza watu, ima maradhi ya mlipuko ya kuenea au vifo mbalimbali, maajali katika barabara, kuzama vyombo katika bahari, vifo au maradhi, kwa sababu Allah Azza wa Jalla kataja al-anfus. Kwa ima nafsi kutoweka kabisa kwa njia ya kufa ama kuuliwa, au nafsi kupata maradhi. Kwa mitihani itakuja katika nafsi, ima itakuwa nafsi yake mtu ama nafsi ya watu wa jamaa zake wa karibu, wanawe, mkewe. Hii mitihani haitawaacha watu kuandama, watapigwa na mitihani mbalimbali. Allahu Azza wa Jalla anatutilia mkazo hiyo habari kwamba hili litatokezea tu, kwa lamul muwatta'ati lilqasam wa nuni at-tawkid. Katilia mkazo ile jambo, halina shaka yoyote, misiba itakuandameni tu. Au bishahadati fi sabilillah, au upungufu wa watu kapatikanwa kwa kuuliwa mashahidi fi sabilillah. Wa binaqsin min ath-thamarati allati tunbituha al-ard, na pia misiba ya upungufu wa matunda inayooteshwa na ardhi. Basi utakuta mashamba yamepata mitihani ya hapa na pale, ima wadudu wamekula matunda, au kwa sababu ya kuungua shamba, au kwa sababu moja au nyingine ikawa matunda ni machache. Lakini pamoja na mitihani yote hayo, Allahu Jalla wa Ala anasema wabashir ayuha an-nabiyyu sabirina ala tilka al-masa'ib bima yasurruhum fi dunya wal akhirah. Wape habari njema ya Rasulullah. Bishara maana yake ni habari njema inayofurahisha, hii inaitwa bishara. Wabashirie, wape habari njema wenye kusubiri juu ya hiyo misiba. Wabashirie jambo gani? Wabashirie yale yote yatakayowafurahisha katika dunia na akhera, yale yatakayowafurahisha. Watapata wenye subira juu ya mitihani ya kuwafurahisha katika dunia yao hii na akhera. Kumbe mwenye kusubiri hapati furaha ya dunia ya akhera tu, bali hata ya dunia. Allahu Jalla wa Ala anampa furaha duniani kwanza, na anampa furaha akhera. Na yako maneno mja akiyatamka, basi anapata faraja ya dunia na anapata faraja ya akhera. Tutakujaona katika aya inayokuja. Allahu Jalla wa Ala anasema alladhina idha asabatuhum musiba, akina nani wenye subira hao ambao unatakiwa uwape habari njema ya Rasulullah, habari ya kuwapata yanayowafurahisha duniani na akhira. Ni wale ambao wanapofikwa na misiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, husema sisi ni milki ya Allah na hakika sisi kwake yeye peke yake tutakuwa ni wenye kurejea. Lillah, lamul milkiya, lamu inaonyesha umiliki. Sisi ni milki ya Allah, tumemilikiwa na Allah Azza wa Jalla. Alladhina idha asabatuhum musibatun min tilka almasaibi qalu biridan wa taslim, wenye kusubira ambao inapowafika mitihani, mtihani wowote miongoni mwa hiyo mitihani,
basi husema katika hali ya kuridhia na kujisalimisha kwa Allah. Hawasemi hali ya kuwa nyoyo zinasononeka hazijaridhia kadari ya Allah, sio hivyo. Wanatamka haya maneno ulimini, lakini na nyoyo zimejaa kuridhia na kujisalimisha. Na hapo ndo tunatakiwa tupate faida kwamba kumbe aliyepata msiba si kwa kuyatamka haya ulimini tu ishatosha, bali ulimi unatamka haya na moyo umeridhika na umejisalimisha kwa Allah. Wanasema kwa kuridhika na huku wamejisalimisha kwa Allah. Watumwa wameumbwa kama wanapomtumikia Allah katika amri zake za kisheria, basi watamtumikia Allah katika amri zake za qadar vile vile. Makadirio mbalimbali yanamkuta mwanadamu. Kwa hiyo wanaridhika. Wanasema nini? Inna milkun lillah yatasarrafu fina bima yasha. Hakika sisi ni milki ya Allah. Neno milki ni tafsiri ya lamul milkiya iliyokuja katika aya. Sisi ni milki ya Allah. Kwa vile ni milki ya Allah, basi Allah anatufanyia apendayo. Kwani mtu kwa anachokimiliki si anafanya kipendacho? Asokimiliki anaweza akafanya kipendacho? Una kitu chako, unaweza ukauza, unaweza ukakopesha, unaweza ukagawa. Tasarruf tofauti zimezaliwa na milkiya. At-tasarrufu nitajul milk. Matumizi mbalimbali ni zao la umiliki. Umiliki ndio unaosababisha wewe utasarraf kitu upendacho. Lakini si chako umeazimwa, unaweza ukagawa. Umewekewa amana, unaweza kukitumia. Sasa Allah, nafsi ni zake, mali alizotupa ni zake, matunda ni yake. Kwa hiyo ni milki ya Allah. Jambo hili mwanadamu anapolitambua na akiyatamka hayo maneno huku anayazingatia maana, yanampa faraja. Wa inna ilayhi aiduna yawm alqiyamah, na hakika sisi kwake yeye peke yake tutarejea siku ya kiyama. Kwa maana hiyo duniani tumejiliwaza mmiliki katumia alichokimiliki apendavyo, na tunajiliwaza kuamini akhira kwa subra yangu na kwa kutarajia malipo Allah atanilipa makubwa. Kwa maana hiyo kufikwa na msiba huu, moja kati ya mambo yanayokhafifisha msiba kujua kwamba hii ni milki ya Allah. Milki ya Allah azza wa jalla. La pili ni kwamba tutarejea kwa Allah, kwa hiyo subra zetu tutaenda kulipwa. Haya maneno yanampa faraja sana aliyepata msiba. Fahuwa alladhi khalaqana wa tafaddala alaina bimukhtalifi ni'am. Basi yeye Allah ndiye aliyetuumba na akatufadhili kwa aina mbalimbali za neema. Wa ilayhi marji'una wa nihayatu amrina, na kwake yeye peke yake ndiyo marejeo yetu na ndiyo mwisho wa hali zetu. Mambo yetu yote yataishia kwake. Mambo yote yataishia kwa Allah azza wa jalla. Allah anasema nini? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Hao juu yao patakuwa na sifa za kusifiwa mbele ya viumbe wa mbinguni. Sifa hizo watasifiwa kutoka kwa Mola wao mlezi. Wa rahma, na watapata rahma. Wa ulaika humul muhtadun, na hao peke yao ndio walioongoka. Ulaika almuttasifuna bihadhihi as-sifa lahum thana'un min Allahi alayhim fi mala'il malaikati al-a'la. Hao waliosifika na sifa hiyo, moyo kuridhika na kujisalimisha na ulimi kutamka hayo yaliyotajwa, wakasubiri na kutarajia malipo, waliosifika na sifa hiyo watapata sifa maalumu kutoka kwa Allah juu yao. Tena hawatosifiwa mbele ya viumbe wadogo, watasifiwa katika viumbe watukufu, malaika, ujumbe wa malaika ulio juu. Na tulisema neno almala'u linatokana na almil, na almil ni kujaa, na wameitwa almala'u al'a'la liannahum yamla'una sudura almajalis, kwa sababu wanajaza vile vyanzo mbele mle, sehemu za mbele za kukaa. Kwa mfano katika maeneo ambayo wamealikwa watu tofauti, wale watukufu wanakaa mbele na wanajaza vile viti vya mbele. Sasa ujumbe mtukufu sana huo, kiumbe anaenda kusifiwa mbele ya ujumbe kama huo. Na hapo ndio baadhi ya wanavioni rahmatullahi alaihim wanasema as-salah ni kusifiwa mbinguni. Kusifiwa, hata wanasema hii alayhi salatu wasalam, maana yake mtume asifiwe mbinguni, na Allah maana yake amsifu mbele ya viumbe watukufu, na as-salam amani. Na tafsiri tulizoea sisi rehma na amani. As-salat ni fasiri rehma, na as-salam
amani. Rehma na amani ziwe juu yao mitume alayhimus salatu wassalam. Au tukisema sallallahu alayhi tunakusudia Allah amrehemu wa sallama na ampe amani. Tumezoea tafsiri ya rehma na amani, na hii ni tafsiri mojawapo ya wanavyuoni. Inatakiwa ipite katika nyoyo zetu pia tunapomsalia mtume, lakini pia tuichanganye pamoja na sala kwa maana ya rehma, tuichanganye na maana ya pili, nayo ni kusifiwa mtume huyu mbinguni katika al-malaul a'la, na hilo ni jambo moja kubwa kweli. Hata Allah akasema wala dhikrullahi akbar, kutajwa na Allah ni jambo kubwa sana. Kwa sababu gani? Wanavyuoni wakasema as-sala ni kusifiwa kiumbe mbinguni, na hawa watu wenye subra watasifiwa mbinguni, na mitume tukiwachanganyia mambo mawili as-salatu was-salam, basi as-salam ni amani, tushajua tafsiri yake, lakini as-sala kusifiwa mbinguni. Hoja yao hasa ni aya hii, wakasema aya hii imetaja vitu viwili, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Sasa ikiwa rahma ishatajwa mbele, maana yake hii salawat itakuwa ni kitu chengine. Wakasema salawat ni kusifiwa mbinguni. Wakaja na asili ya atf, al-aslu fil atfi taghayurul mutaatifain. Asili katika atf ni kutofautiana viunganishwa viwili. Yani ukisema nimekula hiki na hiki, basi kile kilichokuja baada ya neno na aghlab kitakuwa ni tofauti na kile ambacho kimekuja kabla ya neno na. Sasa Allah aliposema salawatun min rabbihim wa rahma, wanavioni wakasema kama ni rahma ishatajwa mbele, salawati itakuwa ni kusifiwa mbinguni, basi wakasema hivyo kila sala ikitajwa wakati anaposaliwa mtume ni kusifiwa mbinguni. Na hiyo ni tafsiri mojawapo pia wanavioni, kwa sababu al-aslu fil atfi annahu yaqtadi al-mughayara. Asili katika atfi ni kwamba inapelekea pawe na utofauti baina kilichounganishwa na kile cha nyuma yake. Hiyo ndio asili. Sasa tukitaka kutoka nje ya asili, pawe na dalili ya kututoa. Hiyo ndio asili. Inatumika kuwa al-ma'tuf ndio hiyo al-ma'tufu alayhi, lakini ni nje ya asili, pawe na dalili ya kututoa nje ya asili hiyo. Kwa akasema kama rahma imetajwa hapa, salawati itakuwa kitu kingine. Ndio akasema kusifiwa mbinguni mbele ya al-malaul a'la. Wa rahmatun tanzilu alaihim, na pia hao watapata rehma ambayo inawateremkia. Wa ulaika humul muhtaduna ila tariqil haq, na hao ndio walioongoka kuipata njia ya haki. Hao wenye sifa hizo moyoni wameridhika na wamejisalimisha, na kwa ndimi zao wakatamka hayo yaliyotajwa kwenye aya hii, basi hao washapata salawat, watasifiwa mbinguni na washapata rehma, na hao ndio waliopata hidayah. Mambo matatu hapa: sala, rehma na hidayah. Wamesifiwa mbinguni, hawakutiwa aibu, na wamepata rehma na wamepata hidayah. Wanavyoni wakasema basi kinyume chake, ikiwa asabirun wamepata haya, aljazi'una lahumudh dham min Allah waluquba walghiwaya, wao watapata matatu vile vile. Wataatiwa aibu, hawatosifiwa, na watapata adhabu badala ya rahma, na ghiwaya upotofu badala ya hidayah. Hawatapata hidayah kwa sababu wamekosa subra. Kukosa subra balaa lake kubwa, na kusubiri khairi zake kubwa. Na hadithi imekuja atakayepata msiba akasema alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha. Allah atampa mbadala mzuri zaidi duniani kuliko alichopoteza, faraja ya dunia hiyo, na atampa ujira akhera. Duniani kizuri zaidi kuliko kile, na akhera ujira. Ndio maana katika tafsiri katukusanyia mambo yote mawili: wabashirie bima yasurruhum fi dunya wal akhirah, wabashirie yanayowafurahisha duniani, watapata kuwafurahisha mbadala mzuri zaidi, na akhira malipo. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Hakika safa na al-marwa ni katika alama za Allah azza wa jalla, basi atakayekusudia nyumba ya al-Kaaba kwa ibada ya hija au umra, hakuna kosa kwake yeye kuvizunguka vilima viwili hivi au kufanya sa'i baina ya milima miwili hii. Wa man tatawwa khairan, na atakaye fanya utiifu wa kufanya khairi kwa khiari yake bila ya kwamba hilo jambo kufaradhishwa, fa inna Allaha shakirun alim, basi hakika Allah ni shakir, ni mwenye kulipa kwa kichache kilichotendwa kingi katika malipo.
alim tena mjuzi. Innal jabalain alma'rufain bis-Safa wal-Marwa qurba al-Ka'bah min ma'alim ash-shari'ati adh-dhahira, hakika milima miwili inayojulikanwa kwa jina la Safa na mlima mwingine jina la al-Marwa karibu na Kaaba, hiyo milima ipo, basi ni katika alama za sheria hii, tena alama zilizo wazi wazi kabisa. Kawaida ya alama inatakiwa iwe wazi, na neno alama limebeba herufi tatu, al-ain wal-lam wal-mim. Kwa maana hiyo neno alama linatokana na neno ilmu, na alama lazima ikupe elimu ya kitu, ndio maana ikaitwa alama. Ili ujue ilmu ya njia hii itahitajika nini? Alama. Kwa alama ni ile inayokuzalishia ilmu. Basi vile vile neno sha'air asili yake shuur, kujua na kutambua. Hata aya tuliyosoma mwanzo tumeona walakin la tash'urun, hao wako hai lakini nyinyi hamjui. Kwa hiyo na sha'ira na wingi wake sha'air zinatokana na shuur, kujua. Kwa hiyo ndio maana sha'air zikaitwa alama, manake zinakujulisha jambo ambalo hulijui. Kwa mfano milima ile miwili, katika mengi ambayo tunapata kujua, ukiachilia kwa ni alama za dini, lakini pia alama za mipaka ya sa'yu. Ukishauona mlima wa Safa ule, ushafika kule, ndo manake ile ndo mipaka yake. Ile milima kama ingekuwa haipo, manake ile mipaka ya sa'i Safa wal Marwa ingejulikana vipi? Kwa ni alama za dini yetu hii, alama za mambo mbalimbali, lakini hilo tulitaja moja wapo pia. Sha'air ni alama za kukujulisha jambo. Min maalimi shari'ati dhahira, ni katika alama za sheria ziko wazi wazi, na kawaida alama isifichike. Faman qasada albayta liada'i nusuki alhajj au nusuki alumra, basi atakayekusudia nyumba al-Kaaba. Kukusudia ndio tafsiri ya neno hajj. Alhajj lughatan huwa alqasd, hajj kilugha ni kukusudia jambo. Hata ukisema bwana ninakwenda huku namkusudia fulani, basi unaweza ukasema adhhabu ila hadha almakan hajjan li fulan, ninakwenda huku nikiwa namkusudia fulani nimkute huku. Lugha hiyo alhajj huwa alqasd, na ndio maana ikatajwa hii ikaitwa alhajj kwa sababu ni kuikusudia nyumba ya Kaaba. Usiendee jingine, uikusudie nyumba ile kwa lengo la kwenda kuabudu kule. Atakayekusudia nyumba hiyo liadai nusuki alhajj au nusuki alumra, kwa kutekeleza ibada ya hija au umra, fala ithma alayhi an yas'a bainahuma, hakuna dhambi wala kosa kwake yeye kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Anayekusudia kwenda kule hakuna kosa kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Hapa kidogo mtu akisikia haya maneno kama hajafahamu sababu nuzul, sababu ya kuteremka aya hii, anaweza akapata utata, kwa sababu inavyojulikanwa kufanya sa'i baina Safa wal Marwa katika ibada ya hija au umra ni nguzo. Ni nguzo kufanya sa'i. Mtu akienda hija lazima afanye sa'i, na tena limetumika neno kubwa la kuonyesha nguzo. Inna Allaha kataba alaykum sa'i, mtume anasema Allah amekufaradhishieni sa'i, katumia neno kataba kama lilivyotumika kwenye siyam kule. Kwa hiyo ni nguzo moja kubwa, haitimii hija ila kwa sa'i. Sasa jambo ambalo ni nguzo lazima tena limefikia kiwango cha kuwa ni nguzo, maana hija ina wajibat, mawajibu, na ina arkan. Kitu ambacho kimefikia kuwa ni nguzo, kwa maana kwamba lazima ukifanye, ni ibada kubwa. Sasa lugha ya kwamba si kosa kufanya jambo fulani, mara nyingi lugha hii inatumika katika jambo ambalo ni mubah, tena limedhaniwa kuwa ni baya. Unamtoa mtu utataua, unamwambia jambo hili si baya, hakuna tatizo, unaweza ukafanya. Kwa kukanusha kosa na dhambi katika jambo, mara nyingi huwa ni jambo la mubah. Unamuondolea mtu utata na dhana ya kudhania kuwa pana kosa na dhambi. Sasa mubah yenye dhana ya kosa inakanushwa dhana hiyo kwa kusema hakuna kosa kufanya hivi. Sasa jambo ambalo sheria inalitaka, tena si utakaji wa usuna, bali si wajibu wa kawaida, kufikia kwa ni nguzo, vipi tasemwa si kosa kufanya sa'i baina Safa wal Marwa? Si kosa. Sasa kama pana kuja utata, inaonekana jambo si la wajibu hili, si la lazima, wala lijifikia kwa ni nguzo, kiasi ambacho inakanushwa kwa sio kosa, la junah. Lakini kumbe sababu ya kuteremka aya hii itatupa faida. Hija ikifanywa tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume, na katika maeneo ya kufanya ibada zile palikuwa na masanamu. Juu ya mlima wa Safa kuna sanamu likiitwa Isaf, na juu ya mlima wa Al-Marwa kuna sanamu linaloitwa Naila.
Sasa walikuwa wakifanya sa'i, wakifika kule, kwa hiyo wanafanya sa'i kama pia kuadhimisha misanamu yao, na wakifika kule ile sanamu wanalipangusa hivi kwa njia ya kuliabudu. Wakifika Safa wanafanya hayo, wakifika Marwa wanafanya hayo. Sasa baada mtume kupewa utume na Uislamu kupatikanwa, Waislamu wakaona hichi kitendo kikifanywa hizi za jahiliya, sa'i hii, wakitukuza masanamu yao, wakaona Waislamu kama ni dhambi sasa kufanya hiyo, ili wasije wakarejea kwenye shirki ambayo washaiacha sasa, washaslim. Kwa dhana ya kwamba kitendo hichi kinaingia ndani yake ushirikina wa kutukuza masanamu na kuyaabudu, dhana hii Allah azza wa jalla atakataa kuiondoa. Kwa sababu nuzul hii inatupa faida ya kwamba si kwamba kitendo hichi si lazima kufanywa au singuzo, lakini kwa sababu iliingia dhana kwa sahaba ya kwamba hichi ni kitendo kilifanywa na jahiliya na kutukuza masanamu na kuyaabudu, sisi bora tukiwache, wanaondolewa dhana hiyo. Ndo mbele katika maneno yake katika tafsiri akatuambia, wa fi nafyi al-ithmi huna tam'anatun liman taharraja min al-muslimina min as-sa'i bainahuma. Na katika kukanushwa dhambi hapa kwamba hakuna dhambi kwa atakayefanya sa'i, inakusudiwa kumtuliza yule ambaye anayetaka kukwepa mbano wa sheria na dhambi, asije kaingia dhambini au akabanwa na sheria, anayetaka kukwepa mbano huo na dhambi hiyo miongoni mwa Waislamu katika jambo la sa'i baina Safa wal Marwa. Sasa anayetaka kukwepa dhambi hiyo anatulizwa kwamba si dhambi, ili ni jambo la kidini. Masanamu sasa hayapo tena, yale lishaondolewa sanamu la al-isafu wan naila, tayari sasa wanaweza wakaabudu, na hili ni jambo kubwa la kiibada. I'tiqadan annahu min amri al-jahiliya, kwa kuitakidi kwamba hili ni katika mambo ya jahiliya, kwa hiyo wakataka wakwepe. Sasa Allah anawatuliza, ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا, na yeyote atakayefanya mambo ya sunna. Sasa hili ni jambo jingine, haizungumzwi tena sa'i, anafasiri wa man tatawwa. Sasa kaenda akafanya ibada ya hija, akafanya hizo nguzo zake, anataka kufanya tawafu za sunna za ziada, anataka kufanya ibada za hapa na pale za sunna nyingine, hizi ndo zinazungumzwa katika sehemu hii. Atakayefanya mustahabbat katika mambo ya utiifu mbalimbali, mutatawwi'an biha mukhlisa, kwa kujitolea yeye mwenyewe tu kuonyesha utiifu kwa Allah, na anataka kufanya kwa ikhlas bila ya kwamba sheria imembana labda kumfaradhishia, fa inna Allaha shakirun lahu yaqbaluha minhu wa yujazihi alaiha, basi hakika Allah ni mwenye kukishukuru hicho kitendo chake, atakikubali hicho kitendo na atakilipa. Na hiyo ndiyo maana shukr kwa Allah azza wa jalla ikinasibishwa na Allah ni kukubali amali ya mja na kumlipa. Na wengine wakienda mbali zaidi wakasema ashakur manake yajizi ala al-yasiri al-kathir, analipa kwa kichache kingi. Kichache cha mja kilichotendwa analipa kingi katika malipo. Ndio akasema shakurun lilhasanat ghafurun lisayiat. Ghafur anasamehe dhambi na maovu, lakini upande wa pili shakur anathamini matendo ya waja na analipa kingi kwa walioyatenda, atawalipa. Wa huwa al-alimu biman yaf'alu al-khaira wa yastahiqu ath-thawab, na yeye Allah anamjua mwenye kutenda khairi na anastahiki malipo. Kisha akasema jalla wa ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas, hakika wale wanaoficha kile tulichokiteremsha katika hoja zetu na wanaoficha uongofu baada sisi kubainisha kwa watu vitabuni, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, hao wanalaaniwa na Allah na wanalaaniwa na wenye kulani. Innal ladhina yukhfuna ma anzalna min albayyinati dallati ala sidqi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ma jaa bihi min alyahudi wan nasara wa ghayrihim, hakika wale wanaoficha zile hoja tulizoziteremsha zenye kubainisha ukweli wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ukweli wa yale aliyokuja nayo, wanaoficha miongoni mwa Mayahudi na Wakristo na wengineo. Sifa za Mtume Muhammad zimetajwa kwenye vitabu vyao, wao wakaficha, na mambo mbalimbali wakayaficha. Min ba'di ma adharnahu linnasi fi kutubihim, baada sisi kuyabainisha kwa watu katika vitabu vyao, tushabainisha katika Taurati na Injil. Wanaofanya hivyo, ulaika yaturuduhumullahu min rahmatihi, hao Allah atawafukuzia mbali kutoka kwenye rehema zake, atawafukuza awaweke mbali na rehema zake. ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته, na hao wataombezewa na malaika na manabii na watu wote watawaombezea dua la kuwekwa mbali na rehema za Allah azza wa jalla.
kitendo ni hicho hicho, kimenasibishwa kwa Allah na kimenasibishwa na malaika. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, kimenasibishwa na Allah na kimenasibishwa na viumbe ambao al-la'inun. Lakini kwa Allah tukafasiri kuwekwa mbali na rehema zake, yani Allah ataweka mbali. Tulipokileta kwa viumbe tukasema viumbe watawaombea dua watu wawekwe mbali na rehema za Allah. Al-la'nu min Allah huwa tard, wal-la'nu min al-khalqi huwa ad-du'a bi-tard. Yani laana ikitoka kwa Allah ni kufukuzwa katika rehema, na laana ikitoka kwa viumbe ni kuombezewa dua ya kufukuzwa kwenye nini? Rehema za Allah. Kiumbe hawezi yeye kumfukuza mtu kwenye rehema, yeye ana uwezo wa kuombezea dua ya yule kufukuzwa katika rehema. Ndio maana akaja na neno wayad'u, na wenye kulani watawaombezea dua. Na wanavioni rahmatullahi alayhim wakasema kwa sababu gani? Ukificha elimu ya dini umesababisha watu wawe mbali na rehema za Allah, umesababisha viumbe vikae mbali na rehema. Kwa sababu elimu ikifichwa na dawa, watu watakuwa waasi, wataikuwa mbali na rehema za Allah, na hatimaye bala hilo litawafika na viumbe wengine pia, kwa sababu mwanadamu akiharibika mpaka viumbe wengine wanapata tabu. Kwa viumbe wote sasa wanamlaani aliyezuia elimu, kwa sababu kasababisha na wao ingie tabuni, kasababisha vifukuzwe viumbe na rehema za Allah, na wao akasema na yeye afukuzwe, aekwe mbali na rehema za Allah. Kama ilivyokuwa kinyume chake, kuitoa elimu ya dini ni kuombewa dua na viumbe, kwa sababu umewanufaisha ukawaweka karibu na rehema za Allah, na wao akakuombea dua, kama ilivyokuja katika hadithi, inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha, hakika Allah na malaika wake na viumbe wa mbinguni na ardhini mpaka siafu katika mashimo yao, wa hatta al-hut, na mpaka samaki, la yusalluna ala muallimin nasi alkhair, wanamuombea dua mwenye kuwafundisha watu khairi, kwa sababu wao wameneemeka na yeye, na wao wanamuombea dua. Na aya hii ndugu zangu, hata kama inawahusu zaidi ahlul kitab, lakini hata wanavioni wa Kiislamu wakiificha hiyo elimu, balaa kama hili linakuja wakuta. Allah tuhifadhi, atulinde. illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. illa alladhina raja'u ila Allahi nadimina ala kitmani tilka al-ayati al-wadihat, illa wale waliorejea kwa Allah hali ya kuwa wanajuta juu ya jambo la kuficha hoja za Allah za waziwazi, aya za Allah za waziwazi, wakajuta hilo kwanza. wa aslahu a'malahum adh-dhahirata wal-batina, kisha wakatengeneza amali zao za nje na ndani. wa bayyanu ma katamuhu min al-haqqi wal-huda, halafu wakabainisha walichokificha, ile haki na uongofu, matatu yote wayafanye. Majuto juu walichokifanya, na amal baada majuto hayo, na kubainisha walichokificha huko nyuma. fa ulaika aqbalu ruju'ahum ila ta'ati, hao ndio ambao nakubali kurejea kwao katika utiifu wangu. wa ana at-tawwabu ala man taba min al-ibadi ar-rahim bihim, na mimi ni mwenye kukubali sana toba ya mwenye kutubia katika waja na mwenye kuwarehemu. innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. innal ladhina kafaru wa matu ala al-kufri qabla an yatubu min, hakika wale waliokufuru na wakafa katika kufuru kabla kuiacha kufuru na kutubia wakarejea kwa Allah, ulaika alayhim la'natullahi bi tardihim min rahmatih, hao itawakuta laana ya Allah kwa kufukuzwa na rehema za Allah. Laana maana yake kufukuzwa kwenye rehema, ukae kwa mbali. wa alayhim du'aul malaikati wan nasi kullihim bi tardi min rahmatillahi wal ibadi anha, na hao watapata maombezo na maapizo ya malaika na watu wote watawaapiza wakuombezea kwamba wafukuzwe katika rehema za Allah na waekwe mbali. Sasa watu wote vipi? Hata wenzi wao wenye sifa kama hizo wanavioni wanaeka wazi hilo jambo. Maana wako wenzi wao, hata wenzi wao watawalani, na wanasema akhira wataenda kuwalani, watalaaniana. Kwa hiyo itakuwa natija ya mambo, watapata laana za wote, hata wenzi wao wataenda kuwalani. thumma yawma alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Allah anaeleza hapa kwamba siku ya kiyama watakanushana walaaniane. kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, kila umma ukiingia jahannam unalani umma mwingine. Kwa hiyo ni kweli laana za wote kumbe, sababu hata wao kwa wao watalaaniana akhira, watalaaniana. Allah tuhifadhi, atulinde. khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adhab wa la hum yunzarun, mulazimina hadhihi al'ana, watadumu katika laana hii. la yukhaffafu anhum al'adhab, hawatu khafifishiwa adhabu, walau yawman wahida,
hata siku moja. Wala yumhaluna yawm alqiyama, wala hawatopewa muhula siku ya kiyama. Muhula yani muda, hawatopewa muda wa kwamba sasa nafasi hiyo, leteni toba. Hakuna nafasi hiyo akhira. Hiyo ndio tafsiri ya neno indhar, wala yundharun, kama alivyosema sheitan, andhirni ila yaumi yub'athun, maana yake nipe nafasi, nipe muhula na muda mpaka siku atakayofufuliwa watu. Hakuna indharu, hakuna kupewa muda wa toba. Na wengine wanasema muda wa takhfifu ya adhabu, kwamba akasubiriwa kidogo, basi mpuzi tumpe nafasi kidogo, halafu adhabu iendelee. Hakuna, ni adhabu mtawalia. Allah tuhifadhi, atulinde watakaokufa na kufuru. Allah tufishe na Uislamu na iman. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Wa ma'budukumul haqqu ayyuhan nas wahidun mutafarridun fi dhatihi wa sifatihi, na muabudiwa wenu wa haki yenyi watu ni mmoja tu aliyepekee katika dhati yake na sifa zake, hakuna mwenye sifa kama zake. La ma'buda bihaqqin ghayruhu wa huwa arrahmanu dhur rahmatil wasi'ah, hakuna muabudiwa wa haki ila yeye, naye ndiye mwingi wa rehma, mwenye rehma pana. Arrahimu biibadihi, tena mwenye kuwarehemu waja wake. Haithu an'ama alayhim ni'ama allati la tuhsa, kwani amewaneemesha neema zisizohesabika. Min fawaidil ayat, katika faida aya hizi. Alibtila'u sunnatullahi ta'ala fi ibadihi, kujaribiwa ni mwenendo wa Allah usiobadilika kwa waja wake. Huu ni mwenendo endelevu, utakuwa kuendelea. Na tumejuaje kama ni mwenendo mpaka ukaitwa sunna? Neno sunna limesababishwa na taukid iliyopatikana kwenye aya, wala nabluwannakum, wallahi tutakujaribuni. Mkazo huu unaonyesha ni kitu cha kuendelea, hakisimami hicho mpaka kitasimama kiyama. وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل, na Allah amewaahidi wenye kusubiri juu ya hiyo misiba kwamba watapata malipo makubwa na vyeo na daraja za hali ya juu. Uko kusifiwa tu katika al-mala wal-aala, sio daraja ndogo. Allah tupe sabr inda al-bala, na tupe sifa zilizotajwa hapa. La pili, mashru'iyatu sa'i baina Safa wal Marwa liman hajja al-bayta aw i'tamar, kutakikanwa na sheria. Sisi sheria inatutaka tufanye sa'i baina Safa wal Marwa kwa atakayekusudia nyumba al-Kaaba kwa ibada hija au umra. Faida ya tatu, min a'zami al-athami wa ashaddiha 'uqubatan kitmanu al-haqqi alladhi anzalahu Allah wa talbisu 'ala an-nas, katika madhambi yenye adhabu kali ni kuificha haki ambayo Allah ameiteremsha na kuwachanganya watu, ukawatilia silo na ndilo, ukawachanganya watu, wakaona silo nalo ndilo, si limo ndani ya Taurati, kumbe lishatiwa mle. Talbis, kuwavishia mambo ukawachanganya, ukawafanyia labs. Wa idlaluhum anil huda alladhi ja'at bihi ar-rusul, na kuwapotoa watu wakaukosa uongofu waliokuja nao mitume. Ama hii ni dhambi kubwa na adhabu yake ni kali. Allah tuhifadhi kuificha ilmu na da'wa, na tujalie tunayajua kuyafikisha kwa umma. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.